إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 11 ya mwezi wa 11 Dhulqaada 1446 kwa takwimu ya Hijria, sawia na tarehe 9 mwezi wa 5 2025 miladia. Katika maudhui ya khutba yetu ya leo ni kuzungumza walivyozungumza wanavyoni ama yaliyoko vitabuni kwa yanayohusiana na kila Muislamu ndugu yake Muislamu, na ili insafu ipatikane ni kwa kuwa daia yoyote atakapoingilia kuzungumza linalomhusu ndugu yake Muislamu, asilete picha ya kuwa yeye ndiye amelizungumza hili la ndugu yake Muislamu kama kwamba wenzake katika mashekhe ama katika maduati hili wamelipuuza. Hapana, lakini litakiwalo ni mtu azungumze vitabu vya sema nini, ili mimi niwe na bishara kwa thika yangu kwa Mungu na wewe uwe na bishara kwa thika yako kwa Mwenyezi Mungu. Nimekusudia kuzungumza nini kuhusiana na khutba yetu ya leo na linalohusu ndugu yoyote katika ndugu zetu Waislamu. Inwani ya khutba yetu ni ndugu wetu wa Gaza. Maudhui nimewapa bishara njema ndugu wa Gaza, dini yetu, Uislamu wetu, wanavyoni wetu wamezungumza nini. Awalan, inna usula al-ummati al-islamiyati fi hadha az-zaman ila at-tamkini laysa bil amri as-sahli walakinahu kadhalika laysa bil amri al-mustahil. Hapa sema umma wa Kiislamu leo kufika katika zama tulizo nazo kwenye umakinifu si jambo sahali, lakini juu ya kuwa si jambo sahali pia si jambo ambalo ni mustahil. Ati kusema ni mustahili kupata umakinifu, si jambo ambalo mustahil. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hivi, sikia vizuri, wa'da Allahi la yukhlifu Allahu wa'da. Ahadi ni ahadi ya Mwenyezi Mungu ambao haikhalifu ahadi yake,
walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui. Ni 6 suratul Rum. Kwa hivyo ahadi ya Mwenyezi Mungu haivundiki. Limadha at-tamkinu laysa bil amri al-mustahil raghma annahu laysa bil amri sahal. Kwa nini jambo la umakinifu kwa Waislamu kwenye zama tulizo nazo ni jambo ambalo laysa bil amri al-mustahil, ni jambo ambalo si mustahil, ni jambo ambalo lawezekana. Raghma annahu laysa bil amri sahal, licha kuwa si jambo sahali. Naam, lianna Allah yaqulu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wakadhalika makanna li Yusufa, ndio hivyo hivyo tulimpa umakinifu Yusuf, fil ardhi, katika ardhi. Angalia katika aya 56 suratu Yusuf, Mwenyezi Mungu asema ni hivyo hivyo tulimpa umakinifu Yusuf katika ardhi. Shika hiyo. Kwenye aya 22 kwenye sura hiyo hiyo Mwenyezi Mungu asema wakadhalika makanna li Yusufa fil ardh. Sasa zote 56 na 21 ni hivyo hivyo tulimpa umakinifu Yusuf katika ardhi. Lakini angalia katika umakinifu aliyobainisha kwenye aya ya 56 na aya 21. Kwenye aya 56 akasema hivi, yatabawwa minha haithu yasha, ashuke Yusuf awe atateremkia katika ardhi hii atakavyo. Na kwenye 21 akasema walinuallimahu min ta'wili al-ahadith, na ili tupate kumfundisha yeye tafsiri ya ndoto, mazungumzo ya ndoto. Tayeb, Allama Abdullah ibn Abdirrahman al-Jibrin asemaje? Asema hivi, al-i'timadu ala nasrillahi, kutegemea nusra ya Mungu, kutegemea ushindi wa Mungu, la ala quwwatin, si kwa nguvu. Sikia vizuri, maana waweza kupata swali, si kwa nguvu. Bila nguvu tutapata ushindi gani? Intabi, kutegemea nusra ya Mungu, la ala quwwatin, si kwa nguvu, wala silahin, wala si kwa silaha, wala kathratin, wala si kwa wingi, wala itadin, wala si kwa kujiandaa kijeshi, wala shajaatin, wala si kwa ushujaa, wala murunatin, wala si kwa nini, wala si kwa mazoezi, wala firasatin, wala si kwa uhodari, shujaa. Nini? Innama huwa thiqatu billahi ta'ala, ni thika ya mtu kwa Mungu aliyetukuka, wahdahu, peke yake. Athiqatu billahi, mtu kuwa na thika na Mungu, hisnu, ni ngome, la yatahassanu fihi, hajitii katika ngome hiyo, hawi katika ngome hiyo, illa mu'minun aminun, isipokuwa mu'min tena muaminifu. Hili ibara lina maana haya. Waweza ukawa na nguvu, hufiki kwenye ushindi kwa sababu huna thika kwa ulifanyalo. Waweza ukawa na silaha, hufiki kwenye ushindi kwa sababu huna thika na unaimfanyia. Waweza ukawa na tadrib, training za kihakika, lakini usifike kwenye ushindi kwa sababu huna thika. Lakini angalia, ukiwa na thika na Mola wako, yote haya yatakuja. Una silaha, naitumia, nina thika namna ninavyoitumia hii silaha, kutumilia namna gani, na jambo wallahi lawa. Limadha? Lianna Allah la yukhlifu al-mi'ad, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi. Kwa hivyo tusema fabshiru bin nasri wat tamkin, kuweni na bishara kwa nusra na kwa umakinifu Waislamu wote walioko kwenye kipembe cha dunia. Tayib, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajua tunaihusisha hii khutba kwa leo, haipendezi mathalan mtu akisimama kama shekhe mwanachuoni ama msomi ataka kuzungumza kuhusu Gaza, basi awe atawaangusha mashekhe wote, atawaangusha wasomi wote,
atawaangusha maduati wote kwa kusema suala hili la Gaza, sikiliza mashekhi hawazungumzi. Ukisikia plani hiyo ni ya mtu waria wa kujifanya ni shujaa na ni mwanafunzi wa fisi. Ukisema sema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na useme kiutaalamu na kiusomi yalosemwa katika vitabu vitukufu. Sikiliza wasomi wanavyosema. Hii ni message pia ifike hata katika masala kuzungumza. Shekhe akizungumza, akitaka kuzungumza mfano jihadi, asifanye istithnai kuangusha wataalamu na wasomi wote. La, ni makosa kabisa. Niliyasema na yasema tayasema, kwa sababu msimamo watu usimama msimamo wa kiusomi wa wasomi, kila mtu kumpa haki yake, doria yake katika dini hii. Sikiliza wasomi wanavyosema. Hakika Mwenyezi Mungu alimmakinisha katika ardhi hii mja mwema, akampa usultani wenye nguvu, akamsahilishia yeye sababu zote ambazo zatilia nguvu huu sultani, akampa kila kitu cha kuhukumu sultani na kumpa nguvu sultani. Ni mja gani huyo? Ni mja alozungumzwa katika 83 suratul Kahf. Kasemaje Mungu? Kasema hivi: inna makkanna lahu fil ardh, hakika tulimmakinisha yeye katika ardhi. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, tukampa kila tukampa na sababu za kufikia kwenye mambo. Kwa hivyo silaha, muruna, ashajaa, alfirasa, alitad, zote hizi ni asbab ambazo zampelekea mtu kwenda kwenye nusra, lakini tu kwenye moyo wake kupatikana kitu kimoja: athiqatu billahi ta'ala, wasidqu walyaqinu wa quwwatul i'timadi ala Allah. Hizi zikukosekana, kuwa na zote hizo, hufiki kwenye nusra, na nusra iko. Kwa hivyo ndugu zetu wa Gaza tunawaambia abshiru, kuweni na bishara. Na kati yenu si kwa kuwa hakuna wasomi, pana wasomi wa kihakika, si wasomi wa kujitendekeza. Kama wasomi wetu, mtu akisimama kuzungumza kuhusu Gaza tajiona kama kwamba kuwa yeye yuko Gaza na hamna lolote. Fa abshiru bin nasri wat tamkin ya ikhwanana fi Gaza. Katika Qur'ani tukufu, intabi, pana aya chungu mzima za shiria nusra ya Mungu kuwa iko na kuwaezi watu wa imani katika wale ambao wafanya pupa katika dawa, katika ulinganizi wa Mungu kwa pande zote, na wanabeba dhiki na mashaka na tabu na misiba kwenye barabara hiyo. Na ezi hii na nusra hii na kumakinika huku kuna kuwa katika uhai wa dunia kabla ya watu kwenda akhera. Twapasa sisi tuwaangazie watu kisampulio na tuwape watu nyoyo ya nusra walivyozungumza wasomi wa kutuzidi. Asemaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu asema hivi: inna lanansuru rusulana, hakika yetu sisi tutawapa nusra, ushindi wajumbe wetu. Bas wajumbe tu? La, walladhina amanu fil hayati dunya, na wale walioamini katika maisha ya dunia tutawapa ushindi. Wa yauma yaqumul ashhad, na siku watakaposimama mashahidi. Ni Ghafir 51. Akasema tena Mwenyezi Mungu jalla fi'ala: wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ni Rum 47. Ni haki kwetu kuwapa ushindi waumini. Akasema tena kwenye Muhammad aya 7: in tansurullaha yansurukum, iwapo mutamnusuru Allah kwa kuinusuru dini yake, na Mungu atawanusuru kwa kuwapa ushindi. Twende
Waqala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu aliyetukuka, kasemaje? Kasema walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin, hakika limechangulia neno letu. Wafasiri hapo wasema Mungu kusema kwa mujibu wa 171 mpaka 173 suratu Safat, kusema hakika limechangulia neno letu, kwa maana imechangulia hukumu yetu, imechangulia kadhaa yetu, ishatangulia kadari iliyopangwa fi ummil kitab. Ibn Jarir at-Tabari asema fi ummil kitab, katika lauhul mahfudh. Kumechangulia nini? Limetafsiriwa neno hili tu, walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin, innahum lahumul mansurun, kwamba wao ndio watakaonusuriwa, ndio watakaopewa ushindi. Wa inna jundana lahumul ghalibun, na jeshi letu ndilo litakaloshinda. Haya yalisemwa na Mwenyezi Mungu, yamesemwa na Mungu, yamechangulia katika lauhul mahfudh, yamechangulia katika lauhul mahfudh, ummul kitab. Ushindi uko, si lazima iwe sisi ndio wenye kushinda, kwa sababu anaitaka Mwenyezi Mungu kwa umma anaojua yeye Mwenyezi Mungu, sisi tuseme hilo liko. Tayeb, Sayyid Qutb rahimahullah, walau nadharna ila qadhiyati al-iman, lau tutatazama kadhia ya imani, wal i'tiqadi, na tukatazama kadhia ya i'tiqadi, la ra'aynaha tuntasaru min ghairi shak, tutayaona hayo yapewa ushindi na nusra bila shaka yote. Tayib, wa intisaru qadhiyati al-iman, na kunusurika na ushindi ukija kwa kadhia ya imani, huwa intisaru ashabiha, ni kupata ushindi watu wake. Maovu hali wasema ebu. Thumma qala, Sayyid Qutb kisha kasema, hadhihi suratun fi dhahir, hii ni picture kiudhahiri, wa hiya fi dhahir ba'idun min ba'idin, kiudhahiri utaliona liko mbali kutoka maana na umbali. Fa amma fil haqiqati, lakini kiuhakika, qaribun min qaribin, ni karibu kutoka maana na jambo ambalo ni karibu. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib, maneno mazuri. Kwa hivyo fa abshiru ikhwanana fi Gaza, Gaza ndugu zetu, kweni na bishara. Hii ni Qur'ani, haina shaka yote, na kila Muislamu aliyoko katika kipembe cha ardhi, hata sisi tuweni na bishara ya nusra ya mengi katika mambo ambayo tunataka kuyatekeleza kwenye maadili ya dini yetu. Al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao, min hadithi Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sikiliza amesema, la taqumu as-sa'atu, kiyama kitasimama, hatta tuqatilu al-yahuda, mpaka nyinyi mupigane na Mayahudi. Hatta yaqula al-hajaru, mpaka jiwe liseme, waraahu al-yahudi, ambao nyuma ya jiwe hilo kuko Myahudi. Jiwe lisemeje? Ya muslimu, ewe Muislamu, hadha yahudiyu, huyu Myahudi hapa, warai, nyuma yangu, faqtuluhu, muue. Ni hadithi sahihi, pana shaka hapo, wacha. Wa fi riwayatin ukhra fi sahihi Muslim, na kwenye riwaya nyingine katika sahihi Muslim inasema hivi, la taqumu as-sa'atu, qiyama kitasimama, hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda, mpaka waislamu wapigane na Mayahudi. Fayaqtuluhum al-muslimun, waislamu wawaue Mayahudi. Hatta yakhtabiya al-yahudi min wara'i al-hajar, mpaka Myahudi ajifiche nyuma ya jiwe. Awishajar washajaru, na min wara'i al-hajari washajari, nyuma ya jiwe na mti. Fayaqulu al-hajaru au ash-shajaru, jiwe ama mti liseme, ya muslimu, ewe Muislamu, ya Abdullah,
ewe mja wa Mungu, hadha yahudiyun khalfi, huyu myahudi nyuma yangu, fata'al faqtuluhu, njoo umuue. Illa al-gharqad, isipokuwa kuna mti mmoja unaitwa al-gharqad, fa innahu min shajari al-yahudi, huu ni mti wa Mayahudi. Hautasema hivyo, na alitutafsiria al-gharqad min shajari al-yahudi, na mti huu ni maarufu nau'un min shajari shauki, ni sampuli katika miti ya miba sana, maarufun bi biladi Baitul Maqdis, wajulikana sana katika miji ya Baitul Maqdis. Huu mti poke yake ndio umefanyiwa istithna. Fa abshiru ya ikhwanana fi Gaza, kuweni na bishara, kwa sababu haya si ya kubahatisha. Tayeb, ndugu zangu katika imani, Allahu yuhibbu man sabara li amri, Mwenyezi Mungu ampenda mwenye kusubiri kwenye mambo yake. Wa ala jihadi aduwihi, na Mungu ampenda mwenye kupigana jihadi, kupigana na adui yake. Hapana jihadi za kubahatisha, sitaki kwenda kwa kina huko, nimenena sana haya. Jihadi ya uhakika, ya mtu wa uhakika alojiandaa kihakika, hapana mchezo mwingi. Fayu'tihi an-nasra wadh-dhafra ala aduwi, hapo Mungu humpa nusra na akampa ushindi juu ya adui yake. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya asemaje? Qad ja'ala Allahu subhanahu bikulli matlubin miftaha, hakika Mwenyezi Mungu amefanya kila linalotakiwa lina ufunguo wake. Wa miftahu an-nasri wadh-dhafri as-sabr, na ufunguo wa ushindi, nusra na kushinda ni subira. Ikikosekana subira hamna chochote. Waqal, kisha akasema, fa inna Allaha subhanahu, hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ja'ala sabra, ameifanya subira, jawadan la yakbu, kwa maana ni farasi asiyejikwaa, waswariman la yambu, na ni shujaa mkali asiyekubali, wajundan ghaliban la yuhzamu, na ni askari mno mara nyingi hashindwi, wa hisnan hasinan la yuhdamu, na ni ngome ya kumzuia mtu isiyovunjika, wala yuthlamu, wala isiyokatika. Fahuwa, hilo la kusudiwa nini? As-sabru, yani hilo la subira, wan-nasru, na hilo la kupata ushindi, akhawani, hawa ndugu wawili, shaqiqani, tena wa baba na mama. Fan-nasru ma'a sabri, ushindi siku zote uko pamoja na kusubiri. Ndipo mshairi akasema hivi, intabi, wa idha azamta fakun binafsika wathiqa, unapoazimia kufanya jambo wewe mwenyewe kuwa na thika, kuwa mkweli kwa hilo unalolifanya, kuwa na imani kwa hilo unalolifanya, kuwa mwaminifu kwa hilo unalolifanya, kuwa na nguvu na itikadi na za mwenye kumtegemea Mungu, na usiwe na shaka ya kuwa maadamu hili nalifanya la sawa, Mungu atanisahilishia na ushindi utapata. Kuwa hivyo, sisi tunafeli kwenye mambo mengi. Hakuna kitu kinaitwa thika kwa wengi. Ajitokeza kwa jambo hujitokeza ashafaulu, yeye ni sawa, vingine makosa. Sisi hufeli hapo. Ndipo ukaona la alfajiri la wengi Waislamu huvundika saa 4 kabla mtoyo wa jua. Taarifuna limadha? Ama limadha ni kwa kuwa atakalipangalo saa 12 la alfajiri, kabla 12 za jioni ashadichia mkononi. Haya ndio hivyo mambo. Ndipo ukaona mengi yametupita hatukuyapata, na hatutayapata iwapo hatutarudi kwa maadili ya kiusomi kupitia kwa matimbuko ya kitabu kitakatifu na sunna sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya mabingwa wanavyoni waliotuelekeza na kuelekeza ulimwengu katika barabara sawa. Twende. Wa idha azamta fakum binafsika wathiqa, ukiazimia kufanya jambo kuwa na thika, kuwa iamini mwenyewe kwa unalolifanya, kwa kuwa una Mungu atakutekelezea. Falmusta'izzu bighairihi la yaghfaru, mwenye kutaka ezi, mwenye kutaka nguvu kwa mwingine, huyo hashindi.
Na sisi mara nyingi hutaka nguvu kwa wengine, na pengine tulifanyalo hatulijui undani wake. Udhahiri wewe waiona mpepo, kumbe undani ni manufaa na maslahi kwa wengine. Tumeporomoka hapo sisi Waislamu, kutojua mwelekeo wa tuyafanyao. Ulifanyalo ulifanya kufa kupona, huangalii kulia kushoto mbele wala nyuma, wala kulifikiria ulifanyalo. Sah wahdhar muqaranata al-laini wa in ala. Tunamaliza khutba. Jitahadhari, kuwa na hadhari sana kutangamana na mtu haini, wa in ala, hata kawa ni mtu wa juu. Laimu ni laimu tu, ni mtu ambaye hana uaminifu. Mtu ambaye hana uaminifu, kuwa na hadhari kutangamana naye hata kama una cheo za kinamna gani. Falmar'u yufsiduhu alqarinu alahqaru, mwanadamu siku zote huja akaharibika kwa marafiki ambavyo vaovu vatwevu, na akujiae mtu kwa yambo hakujibii kwa picha mbovu alionao. Fandhur ila aqli alfatal la lijismi, tazama akili ya kijana kibarobaro, tazama akili yake, la jismihi, usiangalie mwili wake. Wangapi ambavyo vijana wetu kuangalia mwili, mifua kama simba vasavo, lakini ajsamul bighali wa uqulul asafir, miili ya ngamia lakini akili ya visigi. Ya salam. Wanzur ila aqli alfata, tazama akili ya kijana, la jismihi, usitazame mwili wake. Falmar'u yakburu bilfi'ali wa yasghuru, mwanadamu siku zote hukua kwa vitendo na huanguka kwa vitendo. Angalia vitendo vya kukuguza vitendo gani, na vitendo vya kukuangusha vitendo gani. Twende. Fala rubama hazama alkatibata wahidun, huenda kikosi kikashindwa na mtu mmoja. Sikia maneno wanavyoona, huenda kikosi kikashindwa na mtu mmoja. Wala rubama jalaba dani'ata ma'sharu, na huenda wale watwevu, rubama jalaba ad-dani'a ma'sharu, huenda kaleta utwevu mkao wa watu. Wanzur, tunasema falmar'u, mtu siku zote hukua kwa matendo yake na huanguka kwa matendo yake. Huenda kikundi cha watu kikashindwa na mtu mmoja tu, na huenda mkao wa watu usipate ushindi hata wa jambo moja. Kwa hivyo innal jamala la fil fuadi, jamala, uzuri wowote uko katika moyo wa mtu. Wa innama khafiya sawabu, usawa siku zote umefichika. Liannahu la yadhharu, kwa sababu haukudhihiri. Mfano, kwenye moyo wangu huwezi kuyajua, hayakudhihiri, mimi ndaojua. Ndipo ukanihukumu, ukatoa mambo yako, kanena mambo yako, mafatwa yako feki feki, kwa sababu ya ndani yangu hayakudhihiri, huyajui. Twende. Maliza. Fahtarim li nafsika ma taishu bidhikrihi, jiheshimu nafsi yako kwa kipindi utakachoishi, bidhikrihi, kwa dhikri, kwa kutajwa kwake. Ishi, fakhtar, chegua kwa nafsi yako, mataishu bidhikrihi, utakaloishi nalo kwa kutajwa, ili ukiondoka watajwa kwa lile ulilolondokea. Kwa nini? Falmar'u fi dunya hadithun yudhkaru, mtu katika dunia mazungumzo ambayo hukumbukwa. Kwa hivyo fanya la kukumbukwa ukiondoka kwako, na watu kuondoka ni hivi namna tunavyotazamana, twazikana kweli kweli. Jitihada yako isiwe ni jitihada kuonekana ulifanyalo, jitihadi yako iwe ni kufanya liwe limepasi kwa unayomfanyia. Uende salama salimini, na ukiondoka katika dunia umeata utajo mwema. Tulikuwa na mtu kweli kweli, kama hana cha kukupa hukupa maneno mazuri ya kukuliwaza. Na ndivyo namna alivyokuwa Khalilullah Ibrahim, alikuwa akiliomba sana hiyo, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, unifanye mimi ni mwenye kutajwa kwa wema kwa watu watakaoondoka. Usiketi katika dunia
siku utakapoondoka tukipata habari tuseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lakini alhamdulillah nasi tutashusha pumzi. Hakuna watu kama hao. Wako watu ambao wakiondoka katika dunia hii, kuna watu sema hata tupumzike japo kuwa ndia moja. Usifike huko, jitahidi uondoke uwe na utajo mwema. Ndugu zangu katika imani, faabshiru ala inna nasrallahi qarib, nusra ya Mwenyezi Mungu iko karibu sana. aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirin wa ya najat at-taibin. astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بإذن الله الكريم. سلسلة خطبة كما هي zitaendelea Ijumaa inayofika.